معك تصريح؟ أي شخص مقيم من 25/10 لابد يكون يحمل تصريح دخول العاصمة المقدسة أو إقامته صادرة من العاصمة المقدسة. ما عندك تصريح دخول مكة غير مخول للمقيم الدخول إلى العاصمة المقدسة ابتداء من تاريخ اليوم 25/10 إلا وجود تصريح. عندكم تصريح دخول مكة؟ طيب، غير مخول للمقيم بدخول مكة إلا بوجود تصريح أو إقامة صادرة من مكة، بخلاف ذلك لا تدخل. اطلع لي يمين أو اخطر مع الدوري. يمين. Je, anasema wale waislamu wasio waislamu, yani makafiri, wanajulikana vipi wazuie wasiingie katika misikiti mitakatifu na viunga vyake? Mathalan, Mkristo kaingia mji wa Madina au Makka, mamlaka zinamjua vipi kwamba si muislamu ili kumzuia asiingie haram? Wajua wenzetu wana utaratibu wa kufuatilia mambo. Kama ni mkazi, wanakuwa ikama zao ziko tofauti, zile permit zao ziko tofauti, na kabla ya kuingia karibia haram huko nyuma kuna taftishi nyingi tu, yani kuna vituo vile checkpoint zile ziko nyingi, askari lazima wakague, watakagua passport, watakagua kama ni ikama, kila kitu watakagua. Kwa hiyo kama wewe si Muislamu utajua, kwa taarifa zinakwenda, utatoka katika sehemu yako, utatoka tu, kwa maana kwamba utapita njia inayostahiki ili usiingie haram. Innamal mushrikuna najasun, mushrikina ni najis, yani najisi ya kimaana, sio kwa umekatazwa usiingie. Fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha, haruhusiwi kuingia katika almasjid alharam Makkah. Kwa hiyo utaratibu upo, lakini akitokea mtu kaibia huko kaingia, yani masala mengine, lakini utaratibu upo wa kujua kwamba huyu si Muislamu na hatakiwi kuingia, kwa sababu hutaruhusiwa kuingia. Kama wewe ni dereva wa magari, basi utapita njia nyingine huko, zipo njia nyingine za kupita, hutaruhusiwa kuingia kufuata njia ile inayokupeleka haram, hutaruhusiwa, itabidi upite njia nyingine. Swali ile za kuuliza mtu ambaye hajafika katika sehemu zile, wana utaratibu na taftishi za kueleweka. Afikum barakallah. Kwa fatwa ambazo wanataja ahlul ilmi kina Sheikh Ibn Baz na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim, wao wanahesabu kwamba mtu anayeswali ndani ya haram anazipata fadhila hizo maadamu anaswali ndani ya haram. Kuna masharti kwamba mpaka iwe hivi lakini wanachotaja kwamba unaposwali ndani ya haram basi unapata zile fadhila. Allah awajalie wale ambao hawajafika wafike huko kwa ajili ya kutekeleza ibada, lakini sio ufike kivyote, mimi nataka nifike kivyote, la, kwa ajili ya ibada. Alafu haramu ni mbili. Kauli ya kusema thalithul haramain, kwamba nakusudia Masjid al-Aqsa, hakuna thalithul haramain, kwamba haramu ya tatu katika haramu mbili, kwa sababu Masjid al-Aqsa si haramu. Haramu ni mbili tu, haramu ya Makka na haramu ya Madina. Hakuna haramu ya al-Aqsa, hakuna. Alafu haramu iliyokatazwa wasiingie makafiri ni ya Makka. Simekuja kwa tansisi sasa, إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومسجد الحرام يا مكة si Madina, ila katika taratibu kama kule mamlaka wanawazuia hata katika Madina wasiingie, wanaweka njia yao, lakini hasa ile katazwa ni haram ya Makka, si Madina. Na uzuri hakuna, kuna watu wengine wanakuambia Makka yenyewe alindwa na Mayahudi, wa Marekani walinda Makka. Si kweli,
wewe hujafika Makka, wasikia tu. Kwa watu waache maneno ya kurusha rusha, maneno ya chuki yasiyo na maana yoyote. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka